Mheshimiwa Waziri, jambo la kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya. Kila tunapopita tunamkuta Samia anafanya mambo makubwa. Kila mradi tuliotembelea tumekuta kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza sana, tufikishie salamu hizo kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pili, tukupongeze wewe mwenyewe kama msimamizi wa wizara hii na wasaidizi wako wote. Lakini kwa specifically kwa hapa tulipo DIT, tumpongeze sana mwenyekiti wa baraza na makamu mkuu wa chuo kwa kazi ambayo mnaendelea kuifanya. Tunaamini katika mikono yenu DIT na Tanzania kwa ujumla inakwenda kwenye ramani mpya kubwa zaidi. Tunawashukuru na tunawapongeza sana. Mheshimiwa Waziri, katika miradi mingi tunaotembelea tunatamani kuona namna ambavyo fedha zinatolewa kwenda kwenye miradi husika. Ziara yetu ni ziara ya bajeti. Tunaangalia utekelezaji wa miradi ambayo imetengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2024/25. Kwa hoja zetu zinajikita zaidi kwenye kuangalia ni namna gani serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji wa miradi hiyo. Sasa moja ya changamoto ambayo ninaiona haijapata majibu ya moja kwa moja ni cash flow katika miradi hii hapa. Japokuwa miradi ipo kwenye nafasi nzuri sana kwa sasa, lakini bado tunapata hofu. Kwa nini miradi imechelewa? Palikuwa na vikwazo gani mpaka kufikia hatua ya mradi ambao ulipaswa kukamilika 2024 upelekwe mpaka 2026? Ni kweli kwamba 2019 kulikuwa na mambo ya COVID, kuna haya mambo ya Ukraine and so, lakini sidhani kama ina hold water currently kuizungumzia COVID-19 after all years kuwa changamoto ambayo inakwamisha mradi kukamilika kwa wakati. Tunatamani kuona tukihoji sababu za mradi kuchelewa, kwa sababu lengo ni kutafuta fedha, ni kushauri fedha ziende kwenye mradi uweze kutekelezwa ipasavyo, tupate majibu sahihi kwa nini mradi umechelewa. Na nikushukuru wewe mwenyewe umesema kwamba mtatuletea sababu mahususi za kuchelewesha kwa mradi mpaka kwenda 2026. Na mimi nipokee hilo, lakini nikuombe itatupendeza tukipata kabla ya kwenda kwenye mjadala wa bajeti, ili tunapokutana kwenye mjadala wa bajeti ya 25/26 tuwe tunafahamu nini kilitokea katika mradi huu na tuweze kushauri kwa usahihi zaidi. Mheshimiwa Waziri, panapotokea changamoto za kandarasi, hatutaki serikali ilie, hatutaki serikali ilalamike. Tunatamani kuona serikali inakuwa na kisu cha kukata pale ambapo inatokea kandarasi hafanyi kazi kama ambavyo mmekubaliana kwenye mikataba. Ndio maana nimehoji hapa, hivi mkandarasi ameingia mkataba na ninyi serikali, ni mkandarasi wenu nyie, kwa nini uanze kumfuatilia kuhusu kutekeleza kazi ambayo ipo kwenye mkataba? Maanake tunategemea pawe na vifungu kwenye mkataba vinavyomuenforce aweze kutekeleza kazi yake kwa wakati, unless mwe hamjamlipa. Lakini kama commitment ni hiyo tolewa kwamba fedha ipo, lakini mkandarasi mnamfuatilia mara kwa mara, ni vizuri mkatengeneza utaratibu mzuri wa kubaliano, na hasa ile ambayo inakuwa kwenye mkataba kwamba ikitokea mkandarasi amechelewa kutekeleza kazi yake au amechelewa kukabidhi kazi, nini anapaswa kufanya, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine atakuwa ameitia hasara serikali. Anapaswa kufanya nini kuwajibika kwa kuchelewa kuwasilisha mradi? Na tumeona maeneo mengine mnakuwa mnalalamika serikali, nasema tumeshamlipa fedha zote, tunamtafuta sina balozi si na nani, hajatekeleza kazi. Mimi nashindwa kuelewa. Muda mwingine serikali mnatuambia hamwezi kumlipa kandarasi mpaka awe amerejea certificate.
ili arrest certificate lazima akaguliwe kama hiko alichoraise amekifanya kweli. Sasa unasemaje tena kwamba tumemlipa tunamdai kazi? Kwa hiyo muda mwingine vinakanganya, lakini tunachowaomba ni kwamba pale ambapo mmeingia mikataba na wakandarasi, mikataba isimamiwe ili iweze kuleta tija ambayo inakusudiwa. Mheshimiwa Waziri, kuhusiana na issue ya satellite, kwanza nipongeze sana, ni hatua ambayo tulikuwa hatujafika kama taifa. Sasa tunakwenda kupiga hatua kwenye eneo hilo. Lakini wamezungumza wenzangu, Mheshimiwa Nashon, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunatamani miradi yeyote ambayo inaanzishwa Tanzania ijikite katika kutatua changamoto za kwetu za Watanzania. Tunatamani kuona satellite ambayo mnakwenda kuirusha basi pamoja na mambo mengine, lakini tuwaambie Watanzania kwa satellite hii changamoto ABCD tutakuwa tumezipatia ufumbuzi wake. Hapo ndo tutakuwa tunazungumzia swala la value for money, kwamba fedha ya Tanzania imetumika kutatua changamoto za Watanzania. Lakini tukijikita kwenye vitu vichache vidogo ambavyo havigusi watu wengi, kwa mfano issue ya Mheshimiwa Waziri, issue ya maliasili sio issue ndogo, ni jambo kubwa, lakini alimgusi Mtanzania moja kwa moja. Serikali ndio inajua inaingiza kiasi gani kutoka kwenye game reserves, lakini Mtanzania mmoja mmoja ni ngumu. Sasa ni vizuri pia kuangalia namna ya kugusa issues ambazo zinawagusa Watanzania moja kwa moja ili waweze kuona ile thamani ya fedha yao ikitatua changamoto zinazowasili. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana kwa mapokezi, niwashukuru sana kwa mashirikiano, na sisi kama kamati tumeridhika na utekelezaji wa miradi ambayo tumeitembelea leo, na kwa hakika tutawatendea haki katika kushauri na kuchakata bajeti ya 25-26 ili tuweze kuwaongezea nguvu, kasi na spidi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.